Haswa kwenye ziara ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan akiwa katika mikoa ya nyanda ya kanda ya Ziwa. Na jana tulimuona akiwa kwa Simiyu. Na sehemu tofauti ambako kwa mikutano inaendelea. Lakini jana nikaona taarifa ambayo ilisema, akitoa taarifa ya vijana 4 ambao wamepoteza maisha kwa ajali ya gari wakiwa njiani kuelekea katika mkutano uliofanyika jana, ambako kabla ya mkutano huo Rais aliwatembelea majeruhi kwa ajali hiyo ambayo wamelazwa katika hospitali ya wilaya ya Meatu. Nilifuatilia taarifa ile ambako jeshi la polisi pia lilitoa taarifa kuwa watu 4 wamepoteza maisha na wengine 15 ambao walijeruhiwa kwa gari ambayo ilikuwa inatoka katika kijiji cha Mwamishari, kata ya Mwamishari Meatu huko, kihusisha gari aina ya Scania lilobeba wananchi waliokuwa wanatoka kwenye zoezi la chanjo ya mifugo na utambuzi. Kwa hiyo baadaye nikamwona Mheshimiwa Rais kabla ya kufika pale kwenye mkutano alikwenda kuwajulia hali wale majeruhi, lakini akitoa pole kwa wenzetu 4 ambao walipoteza maisha. Hii ni sehemu ya uchache tu kati ya mengi ambayo Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan alikuwa akizungumza jana kule kwa Simiyu. Pole nyingi sana. Tumepoteza vijana wetu 4, lakini na wengine kadhaa wameumia katika usafiri kuja kwenye mkutano huu. Nitoe pole sana kwa wana Meatu. Na sisi tunawapa pole kwa ndugu jamaa na marafiki waliofikwa na msiba huu na ndugu waliopoteza wapendo wao. Mwenyezi Mungu aweze kuwapa pumziko leo jema, akawape pia faraja kwa wafiwa, haswa kwenye kipindi hiki ambacho wanachokipitia. Tunasema Bwana alitoa na Bwana ametoa, jina lake limidiwe, wapumzike kwa amani. Lakini pia jana Usna, kwa taarifa ambayo Gea alikuja nayo hapa kwenye Kaeka, tukio ambalo limetokea kule maeneo ya Kimara Bonyokwa, ndio kwa wanandoa wale wawili. Ndio. Nimeona jana alikuwa anafanya zoezi la ibada ya kuwaaga Anthony Hilali Ngaboi pamoja na Ana Amir Juma waliopoteza maisha wakiwa nyumbani kwao, na Gea alikuja hapa na Kaeka wameuawa. Na mpaka kwa sasa taarifa ambazo zilipogea ni kwamba tunasubiri ripoti ya jeshi la polisi. Polisi bado wanaendelea na uchunguzi. Kwa hiyo jana wanafanya taratibu ya ibada ili kuweza kuwasafirisha kuelekea huko Mwanga, Kilimanjaro kwa ajili ya maziki. Na hii ni sehemu tufupi ya ibada ambako padri alikuwa akitoa neno la faraja kwa familia. Uhai ni zawadi. Uhai ni zawadi kutoka kwa Mungu. Tuwe watu ambao tuna busara katika maisha. Na maneno mazuri ya Father hayo wakati wa ibada, akitoa maneno kwa familia pamoja na wafiwa. Ile wameacha watoto wadogo. Yaani ghafla watoto wamekuwa yatima. Tena kwa baba na mama. Kwa baba na mama. Kwa wakati mmoja. Yaani wadogo unaona mpaka hawaelewi hata hawaelewi sijui nini kinaendelea, wapo tu maskini. Wameachwa wadogo sana. Lakini pia atawapa nguvu. Familia ilikuwa ina nani, inawasihi pia watu kuandika vitu mitandaoni wasivyovijua. Sio linapotokea jambo. Kila mtu anasema kila mtu anakuwa sababu ilikuwa hii. Sasa mkiitwa na jeshi la polisi mkiojiwa, sio kweli, mimi kwa nimesikia tu. Umesikia wapi? Umesikia wapi? Achana mambo ya watu. Hana jibu. Lakini zaidi pia Gea atakuja nalo kwenye Kaeka kwa maana ya muendelezo wa story kidogo tu kwenye kuaga na nini. Sana yani kulikuwa hakuna mambo mengi zaidi ya ibada, kuweza kuwaombea marehemu pamoja na kuaga, na safari ya kwenda Mwanga ikaanza. Maziko leo kwa kweli ni mtihani sana tena. Maziko leo kijijini kwa Mwanga kwa Pareni. Ni tukio la kusikitisha sana. Usna, mahusiano kila mtu ana tafsiri yake. Watu wakiwa wapenzi wana tafsiri
kwa kile ambacho wanakiishi kwa safari ambayo wao wameianza. Haijalishi mmeanzaje, kwa muda mrefu, kwa muda mchache, kila mtu anakuwa anachukulia nafsi jinsi ambavyo anavyompenda mtu. Unaweza ukashangaa huyu ana mahusiano na mtu fulani kwa muda mfupi tu na ukahisi kwamba anampenda, au ukaona anampenda zaidi na ukashangaa. Wengine mpaka labda wafike kwa tumie muda mrefu sana ndio unaweza ukasema kwamba bwana huyu ana mahusiano au huyu anampenda zaidi mwenzie. Sasa likifikia swala la utofauti baina yenu, alafu mmoja akabaki na mninginio wa ziada kuhusiana na lile haba au huba au mapenzi ya mahusiano, akatumia tukio la kujimaliza au la kujidhuru mwili. Gea leo sijui yeye mwenyewe ndio shida ambako itokea, hama maulizo mtu anaweza kuuliza. Huo ndio binafsi unaosemwa na wana. Ushaelewa? Gea, baada ya saa 7 nina kikao na wewe. Sawa. Nataka kujua maisha tunayoishi leo kidogo yananifikirisha kwa maswali mengi sana. Kwamba kila nikizungumza kitu unakuwa unatabasamu, unacheka, au kila ukiniangalia unasafiri, sijajua. Siku leo Jumatano mtaiandika mpaka kwenye kalenda. Nachekaga na stories zako. Kwa maana hiyo ukiongelea hayo mambo hapa ndio maana anakuwa anacheka na kumbuka unaposimulia. Mambo yako mwisho wa siku unasema sio kweli. Una connect dots. Una connect maneno yake aliyotoka kuyasema asubuhi na sasa. Na haya ndio maisha ambayo Husna huwa anasema kwamba watangazaji wa leo tena unaweza kumkuta mtu nyumbani kwake labda weekend amekaa anacheka mwenyewe kama mwendazimu. Kumbe anacheka maisha ambayo tunayaishi Jumatatu mpaka Ijumaa. Jose Mara anachekesha. Ushaelewa? Kafanya nini umalizi? Sasa nazungumza hivi baada ya kuona tukio ambalo polisi pia mkoani Tabora wametolewa ufafanuzi la mwanamke mmoja ambaye anafahamika kwa jina la Catherine Fito mwenye umri wa miaka 21, mkazi wa Umanda, kata ya Kalunde, manispaa ya Tabora, ambaye huyu kafanyaje ukapata mninginio? Hasa Gea wamejua kabisa kwa kunywa sumu ya kuulia wadudu. Huku chanzo cha kifo chake ikiwa ni wivu wa mapenzi. Bako mapenzi yanarani dunia. Mapenzi yanarani dunia. Sio mchezo. Kamanda yupo wa polisi mkoa wa Tabora, kamishna msaidizi Richard Yabwao, ambaye anazungumzia tukio hili ambalo limetokea Juni 14. Na tukio moja la tarehe 15 mwezi wa 6 mwaka huu majira saa 12 jioni kwenye maeneo ya Umanda, kata ya Kalunde, manispaa na mkoa wa Tabora, ambapo mwanamke mmoja alitambuliwa kwa majina ya Catherine Innocent Petro. Huyu ana umri wa miaka 21, ni mkulima na mkazi wa Umanda Kalunde. Alifariki dunia baada ya kunywa sumu ya kuulia wadudu. Ilipofika tarehe 14 majira ya saa 4 za usiku, mume wa marehemu akiwa ametoka kwenye matembezi yake alimkuta mke wake huyu akiwa anagaragara nje ya nyumba yao na pia alikuwa akitapika. Ndipo alipomhoji na amepatwa na kitu gani, na mwanamke huyu alijibu kwamba amekunywa dawa ya kuulia wadudu. Mgonjwa huyu alipatiwa huduma ya kwanza katika zahanati ya Umanda, na baada hapo alipewa rufaa kwenda hospitali ya Milambo, na ndugu alimchukua mgonjwa huyu na kumrudisha nyumbani badala ya kumpeleka katika hospitali aliyopewa rufaa. Na ilipofika majira ya saa 12 jioni, mwanga huyu alifariki dunia akiwa nyumbani kwake. Chanzo cha tukio hili kimebainika ni wivu wa kimapenzi, na hii ni kutokana na migogoro ya kifamilia waliokuwa nayo na mume wake. Jeshi la polisi linatoa wito kwa wananchi wa mkoa wa Tabora, pale inapojitokeza migogoro ya kifamilia na migogoro mingine, kuepuka kujichukulia hatua mikononi ambazo ni kinyume cha sheria, ikiwemo kujidhuru kwa kujiua kama tukio hili ambalo limejitokea. Na saa hizo ambazo kila siku zinatolewa na jeshi la polisi, linatolewa na wanasaikolojia, linatolewa na viongozi wa dini, linatolewa na jamii kwa ujumla, na kila siku mambo yanatokea. Watu wanasema kufanya mambo. Lakini pia tunawaasa wasichoke kuweza kuwakumbusha, kwa sababu viongozi wanakuwa wanazungumza vya dini kama ambavyo umeweza kuainisha Husna. Ni kwamba kwenye kuongezea tu, kwa sababu na sisi pia tunadili na masuala ya kijamii moja kwa moja. Huwa tunaambiwa Husna hapa na mpaka viongozi wa dini na wanasaikolojia kwamba maisha yako wewe, yani wewe mwenyewe mhusika, haijalishi upo katika mahusiano, ndoa, familia na kadhalika, maisha yako yana thamani kubwa kuliko kitu chochote duniani kabisa. Yani Gea hapo ulipo, jua kabisa Gea ni ana thamani kubwa kuliko kitu chochote kabisa. Halikadhalika kwa Husna na mimi,
Kwa sababu huyu ambaye amekuja katika maisha yako amekuja ukubwani kakukuta wewe jinsi ulivyo. Yaani kuna vitu vya kumaliza kabisa. Ndio. Sasa cha ajabu kitu gani? Kachekesha tu ge. Kakukuta wewe mkubwa. Mmekutana tayari wote wakubwa kweli kabisa. Na ndio maana wakati mwingine ukimkuta mtu analilia mahusiano au ndoa, unatakiwa uanze na thamani yake ya maisha yake yeye kwanza. Ajipende yeye mwenyewe kwanza, ajithamini. Alafu mambo mengine atafuata. Ushelewa? Hajipende kwanza yeye, alafu pia chukua nafasi kubwa sasa kuanza kufafanua vipande. Mapacha yenyewe mmeimba ule wimbo kapatikana. Unaambia kuna sema unasemaje, jipende kwanza wewe. Jipende kwanza. Jithamini kwanza wewe. Usiweke makazi ya kudumu kwenye moyo wa mwenzio. Hapo ndo ninapopapenda mimi. Kwa wimbo mzima. Kazi hivyo. Usiweke makazi. Anaweza akakuaga wakati wote, anaweza kukuacha wakati wote. Yaani umejenga nyumba kwenye moyo wa mtu. Mimi nikisema mnasema haya. Kweli uko sawa gea. Unaweza ukampikia, ukamfulia, ukafanya chochote, lakini moyo wake haupo kwako. Na sio dhambi mtu akikwambia bwana mimi kiukweli tena nakusaidia, kwa sababu asilete asa mtu ndio umwambie mapema. Na umwambie mapema. So anakuhudumia, unachukua vitu vyake, unakula hivyo, ndio maana watu wengine wanakuwa wanaumia. Sema mapema. Na kuna wengine wanaambiwa mapema bado athari ipo. Hawaelewi. So mtu anakaa anasomeshwa mpaka anamaliza chuo ndio hayo mambo. Ada zote zimetumika, afu dakika za mwisho ndio anakuja kusema mimi hapa hapa. Kuna kuchelewa Husna, kuna kuchelewa kwa maana kutoa taarifa ili hali maisha yanaendelea. Kile nikisema nitamwambia leo, nitamwambia kesho, siku nazo zinakwenda, muda nao unakimbia. Ushaelewa kwa sababu haya mambo jinsi yalivyo mbaya zaidi, moyo wa mtu hauonekani kama, yani uwezo kuona kama kioo. Yanayofanyika Afu unajua vitu kama hivi somo lake linakuwa linaeleweka kwa sababu wote tunayaishi ndio maana yake. Wote tunayaishi. Wote tunaishi. Ni kwa sababu ya muda tu. Lakini yuko dada mmoja anasema kwamba nafsi yake haielewi dhidi yangu mimi. Yaani mimi huyo. Kwamba kafa kaoza kwako. Na mimi umri huo. Akinywa maji anakuona kwenye glass. Umri huo mimi. Husna Abdul. Hebu tutoke hapo. Anakuota. Tutoke tu. Lakini kingekuwa ni kipindi kile cha Moje, akinialika siku moja, nafikiri nitapita naye usiku. Nitakwenda siku usiku. Nizungumze naye. Wenyewe anakuambia beki azikabi kwa Jose Mara. Umri huo sasa. Umri wewe. Yeye amezungumza yeye. Wewe umri wewe. Yeye kazungumza. Hakuna shida mtu. Umri huu ambao nishapigana mpaka vita vya ukombozi Frelimo chama. Anajuaje sasa haimuhusu? Mimi tena wewe anakupenda wewe. Ndio maana Jose kwenye madaizi anakuwa anakaa sana tupite hapa Jose muda wote tunacheka muda wote. Tuondoke Jose Mara, toka hapo. Hayo maisha huwezi kuyamaliza. Kwenye kuondoka. Twende. Nazungumza na wanafunzi haswa wa chuo. Kwenye kuondoka Husna. Nazungumza na wanafunzi wa chuo. Wanafunzi hawa wa chuo kwamba ukimwona mzazi wako au mlezi ambaye akakupeleka chuo kutokana na mwendelezo wako wa elimu, anakulipia ada vizuri, anakuhudumia kama unakaa hostel na kadhalika yale matumizi yako na majukumu yake anayafanya ipasavyo, basi wewe mheshimu na mchukulie ni mtu wa muhimu sana katika maisha yako, kwa sababu anapambania pakubwa. Likitokea la kutokea tena baya, ni vitu ambavyo mlezi na mzazi vinakuwa vinamuumiza sana. Hivi katika mtandao wa kijamii Husna, jana wakati naandaa dawati, niliona binti mmoja akilia sana, anaomba wa Tanzania waweze kumsaidia kuweza kumaliziwa ada. Yeye anasoma chuo India. Unaona na inahitajika dola 990 kama na 2 au na 1 hivi. Ambako mzazi ameshindwa na amemwambia kwamba mimi katika hali nilokuwa nayo siwezi tena kuendelea. Siwezi kuendelea. Kwa hiyo amekuja kwa Tanzania, anaomba msaada. Anatembea katika mitandao ya kijamii. Na yuko India kule. Na huu ni mwaka wake wa mwisho kumalizia chuo. Sasa anakuja kuzungumza haya kutokana na tukio ambalo limetokea mkoani Mbeya. Mwanafunzi wa chuo wa mwaka wa kwanza Chuo Kikuu cha Sayansi na Teknolojia Mbeya, Musti Emilian J. Duzu, mwenye umri wa miaka 21, anashikiliwa jeshi la polisi kwa tuhuma za mauaji ya Gerald P. Saidi mwenye umri wa miaka 22. Yule mwanafunzi wa mwaka wa 3 katika chuo hiko.
mwanafunzi mwenzie. Jinsia Gerald huyo wa pili ni wote naona wanaume wote wa kiume. Wamegombana. Waligombana walikwenda sehemu inayotajwa Mbeya pazuri. Jirani tulikuwa tumetufikia Maliki ya Nguvu Kwa hiyo wamefika pale wanaona kwamba wamegonga vyombo. Wameshatumia vilevi. Miaka 22. Miaka 21 na 22. Ukatokea ugomvi. Na uzuri mabaunsa wakawatoa nje. Wakamtoa mmoja nje, mmoja akabaki ndani. Yule wa ndani baadaye akatoka akamfuata nje. Kwa hiyo ugomvi ukaendelea. Inasemekana mmoja huyu ambaye anatajwa kumshambulia mwenzie alimshambulia na kitu ambacho kinasadikika chenye ncha kali tumboni. Na ndio maana nimeanza na wazazi na walezi kwa wanafunzi wa chuo, wawaonee huruma. Watu wanapambana, watu wanajinyima, wazazi wanapambana, wanajinyima kwa ajili yao. Hii ndio shukrani? Waenda kutafuta makubwa shule. Huu ni mtihani. Kamanda yupo hapo akizungumza kuhusiana na tukio hili kutokea Mbeya. Kwamba jeshi la polisi mkoa wa Mbeya linamshikilia mwanafunzi wa chuo kikuu cha sayansi na teknolojia Mbeya, yani MUST au Mbeya University of Science and Technology, ambaye ni wa mwaka wa kwanza, anaitwa Emilian Joseph Duzu mwenye umri wa miaka 21. Huyu anashikiliwa kwa tuhuma za mauaji ya mwanafunzi mwenzie wa chuo hicho wa mwaka wa 3 ambaye anaitwa Gerald Philbert Saidi mwenye umri wa miaka 22. Ni kwamba Juni 14, 2025 majira ya saa 11 alfajiri huko katika klabu iitwayo Mbeya Pazuri iliyopo jijini Mbeya, mtumiwa Emilian Joseph Duzu alimjeruhi Gerald Philbert Saidi miaka 22 ambaye kwa sasa ni marehemu kwa kumchoma na kitu chenye ncha kali, na alimchoma sehemu za tumboni, hali ambayo ilimpelekea huyu mhanga au ambaye ni marehemu kwa sasa kukimbizwa katika hospitali ya rufaa ya Mbeya kwa matibabu. Lakini ilipofika majira ya saa 7 za mchana, Gerald Philbert Saidi aliweza kufariki dunia. Kwa hiyo uchunguzi wao umebaini kuwa chanzo cha tukio hili ni ugomvi uliotokana na ulevi wa kupindukia wakiwa kwenye eneo hilo la ndani la klabu hiyo ya Mbeya Pazuri, ambapo walinzi baada ya kuona ugomvi huu umezidi waliweza kufika pale, yani mabauza, na kuwatenganisha na kuwatoa nje, lakini bado waliendelea na ugomvi huo, na ndipo ilipelekea huyu wakiwa kwenye maeneo ya maegesho walipelekea kumuona huyu Emilian Joseph Duzu akichukua kitu chenye ncha kali na kwenda kumchoma huyu Gerald Philbert Saidi ambaye kwa sasa ni marehemu, na alimfuata kwa lengo la of course huyu Gerald Philbert Saidi ambaye sasa baada ya kuamuliwa aliendelea kumfuata huyu mtumiwa ili kuendelea na ugomvi, na ndipo alipoweza kuchoma na kitu chenye ncha kali. Mmemsikia Husna kamanda akiwa anatoa ufafanuzi, taarifa kamili. Taarifa kamili kuhusiana na tukio hili la wanafunzi wa chuo. Inaumiza kiasi gani? Inaumiza kiasi gani kwa wazazi wa hawa watoto? Miaka 21, miaka 22. Na unaona kabisa kwamba watu walikuwa vyombo, wanafunzi hao wadogo kabisa, kwamba wanaenda kutafuta balaa. Walitoroka ni kutoka chuoni. Hao wanakuwa kwa hostel. Wanafunzi wako kwa hostel. Manapo mitihani kote. Chuo kina wakati mgumu pia size na chenye kabisa. Unapeleka majonzi makubwa kwenye familia. Utakuta mzazi anajinyima au mlezi anajinyima pakubwa. Mwanangu yuko chuo. Kumbe mpo klabu mnapigana. Kwa sababu Gea na Husna watoto tunawasomesha sio uwekezaji, ni majukumu. Yani mzazi ukifanya uwekezaji kwa mtoto ili kesho na kesho kutwa uje upate nafuu, kuna mahali mtagombana. Wewe fanyia jukumu ili maisha yake umsaidie, hajisaidie katika maisha yake. Sasa basi kwenye kusaidia na jukumu lako, marejesho yakiwa kama haya, maumivu yake yanakuwa makubwa zaidi.
Na ndio maana mwanzoni nilivyoanza Husna nilianza kuwaomba hasa wanafunzi wa chuo hawa waone huruma watu ambao kama ni wazazi ama walezi wanawapa support katika masomo yao, waone huruma. Haya mambo sio ya starehe, mtakutana nayo kwa ukubwani mpaka mtakuwa mnayachoka, hamtaki hata kutoka. Mpaka atakimbia yeye. Kuna watu saizi hawatoki. Tena hata sababu maalum. Tena wala hataki. Hataki kabisa. Haipo kabisa. Sasa ni heri uwasikilize wakubwa walioyapitia haya ili uweze kuepuka. Wanavyowakataza, wanawakataza kwa sababu ya kuweza kutokukutana vitu kama hivi. Sawa, pole sana kwa familia. Inshallah Mwenyezi Mungu atawapa nguvu. Wanahitaji nguvu kweli kweli. Familia zote mbili. Hii ambayo imepoteza mtoto na hii ambaye mtoto wao ndo kasababisha mauaji. Maana tayari jamhuri inamuita. Chuo tena ndo basi jela inamhusu. Wote wanalia. Wazazi wote wanalia. Japo kuna sehemu kilio chake kikubwa. Husna, nikitoka hapo naingia kwenye upande wa michezo ambako leo taarifa kubwa ni kuhusiana na mechi inayopigwa leo. Simba dhidi ya Ken Gold kama jana ambavyo nilikuwa nimezungumza, mlalio wa leo kwa maana kuelekea mechi ya leo. Lakini Yanga akiwa anacheza na Tanzania Prison zote leo. Zote leo. Okay. Na kuna mechi ya Tabora dhidi ya Azam. Na kubwa zaidi kumtafuta Heavyweight Dulla ni kuhusiana na timu ya Ken Gold, timu ambayo tayari imeshashuka daraja. Wanakwenda kucheza na Simba, timu ambayo inaripotiwa kwamba wachezaji nao wamekuja kimafungu kuelekea kule Tabora. Lakini pia ukizungumza mchezo wa Azam dhidi ya Tabora pia ni wachezaji ambao wana malalamiko ya kudai mishahara miezi miwili na posho za kubabiza. Wanaodai kina nani? Tabora. Ni mishahara miezi miwili. Ndio wale kwa sababu mpisha kwa anadai shilingi 800 cha chakula. Lakini Yanga pia na kibarua na Tanzania Prison ambao wanatakiwa pambane apate matokeo mazuri. Either draw au ashinde kabisa ili asikutane na masuala ya michezo ya playoff kule. Na chingumu moja tu kwa maelezo yako. Heavyweight Dulla. Yes. Karibu sana. Nzuri kabisa. Bwana Dulla, nafikiri umenisikia kwenye kubabiza nilivyobabiza hapo. Na mimi umenisikia nimesema mechi ngumu hapo moja tu. Mechi moja tu. Sasa hebu tupe tandiko tukae vizuri kwenye maoni na kutupitisha hasa kwenye mechi za leo. Mechi moja tu. Na kama Husna ambavyo kumsikia. Kwanza mechi moja baada ya nyingine. Kwa mechi ya Azam FC na Tabora United kama walivyotoka kusema. Tabora kwanza wamechelewa sana kufanya safari yao. Ya kuja Dar es Salaam kwa sababu walikuwa wana mgomo kwa ajili ya madai yao ya kutolipwa mishahara. Sawa. Jambo hilo lilipelekea mpaka kwenye ile mkutano wa waandishi wa habari waliwakilishwa na msemaji wao Christina Mwagala kwa sababu walichelewa kufika mpaka ule muda unafika wa mkutano bado hawajafanikiwa. Kwa hiyo pekee yake tu inaonyesha kwamba maandalizi ya mchezo huu dhidi ya Azam FC kwao yalikuwa hafifu sana. Na labda niseme kitu kimoja. Unajua hii Tabora inaonekana kama ni changamoto basi imeanza kuwa nazo muda mrefu. Ila naona wachezaji wameamua kuja kutoa zile changamoto zao kipindi hicho kwa sababu wameenda takriban mechi 6 mfululizo hawajashinda wala hata kutoa sare. Yaani wao ni wanapoteza. Toka mwezi wa 3 mpaka leo mwezi wa 6 hawajashinda mechi hata moja. Na mechi 5 za mwisho zote hawajafunga hata goli moja. Ukijumlisha na haya matatizo ya kugomea na nini tuna imani kwamba kama ulivyosema Daudi mechi kwa Azam FC itakuwa kama kumsukuma mlevi kabisa yani. Wewe kwenye hali kama hiyo afu mtu anacheza inaonekana. Ukija game ambayo kidogo tunaweza tukasema inaweza ikawa na ushindani ni Tanzania Prisons dhidi ya Yanga kwa sababu Tanzania Prisons hakukuwa na malalamiko yote kwenye kuendea mchezo huu na hata fomu yao katika timu zote hapa zinazocheza na wao wakubwa ni hii kidogo ndio inaonekana ina performance nzuri kwa sababu wametoka kushinda mechi 4 mfululizo katika mechi zao za ligi kuu. Umeona wameshinda 1-0 dhidi ya Kagera Sugar, wameshinda 3-1 dhidi ya Ken Gold, wameshinda 3-2 dhidi ya JKT, wakaja mechi yao ya mwisho walicheza na Coastal Union wameshinda 2-1. Kwa hiyo hii performance yao ya kuendelea na ushindi wanaweza wakaja wakaiendeleza dhidi ya Yanga, lakini sio rahisi kwa sababu Yanga wenyewe pia
wametoka kushinda mechi nyingi sana mfululizo na wamefunga magoli mengi pia, magoli takriban 13 katika mechi 5 tu. Kwa hiyo ni ngumu sana kusema utakuja na fomu yako kuwafunga, sababu katika mechi 5 za mwisho wameruhusu goli moja tu, na ilikuwa ni katika dabi ya dhidi ya Azam FC. Kwa hiyo hii mechi nitaiangalia kwa umakini kwa sababu ni mechi yenye ushindani. Tukimalizia mechi nyingine kubwa dhidi ya Ken Gold dhidi ya Simba ndio inachezwa pale Hassan Mwinyi Tabora. Hii nayo ni changamoto kama ulivyosema Jose Mara. Hawa kwanza wameshashuka daraja, lakini usirias wao umepungua kwa sababu ufikiria wanaenda kucheza na Simba ambayo pengine mchezaji mmoja inaweza ikawa na faida kwao baada ya kushuka daraja. Okay, na mchezaji mmoja inaweza ikawa na faida kwao kwa sababu wameshashuka daraja. Maana hii ndio opportunity ya kujiweka sokoni. Timu viongozi wao wanatuma nauli kwa mchezaji mmoja. Kwa baba hakikisha unafika uwanjani, hakikisha unafika kwenye kambi, hakikisha unafika, yani kila mchezaji ametumiwa nauli ili aweze kwenda kwenye kituo kinachofanyika mchezo. Na ukitizama hawa nani Ken Gold katika mechi 8 za mwisho hawajashinda mechi hata moja. Mechi 8 za mwisho na mechi 5 mfululizo wamepoteza. Katika mechi 8, mechi 5 mfululizo wamepoteza, mechi 3 wametoa sare. Alafu mandati yao dhidi ya Simba, ambayo Simba ni timu ambayo inagombania ubingwa, ndio yanakuwa kama hivi ya kusuasua. Kwa hiyo ukijumlisha matukio utapata picha kwamba hii Ken Gold ni kama imeshajikatia tamaa. Ndio. Hamna mechi hapo. Na sioni kama itaenda kutoa ushindani wa kutosha ambao tunautegemea hata katika kipindi cha mwisho wa msimu. Hakuna. Dula. Tusimungunye maneno, hakuna. Nimemwambia mechi moja tu. Na watu wote wataangalia hiyo. Ya Tanzania Prisons anayemkaribisha Yanga. Hiyo ndo mechi. Ndo mechi ngumu. Sasa wao wamesema watu wana madeni, wanadai na wanaenda kucheza, wanacheza nini hapo? Kwa kusema ukweli. Na pia wengine zijifunze kuwa serious. Nao wengine ndio hivyo, nasema watu wanatumiwa nauli mmoja, nenda kuna nini? Wanakuja kucheza na Simba ambaye alikuwa tayari kwa dabi tarehe 15. Yale mazoezi ya dabi yanaenda kutokea leo. Hata kusafiri na ndege wamechukua zao mwendo kasi ya treni mpaka Dodoma, wameunga mpaka Tabora. Sawa, Dula. Pia washukuru mwendo kasi ipo. Dula. Naam. Ukiangalia tofauti ya magoli ya Simba na Yanga ni magoli 10. Ndio. Na Simba anaenda kukutana na hali ya mazingira kama haya ambavyo wewe unazungumza. Kwa mujibu wa taarifa wanazotoa hapo, unataka kusema ni sehemu ya kuweza kupunguza zile goli 10 kwa namna ambavyo unawasilisha? Naamini pia Simba wanaona hili. Kwamba kama unacheza na mpinzani ambaye, kwanza umeuliza swali zuri kwa sababu huyu Ken Gold ameruhusu magoli 52. Katika mechi ni magoli 52. Yaani maana yake yeye ni wa pili kwa kuruhusu magoli mengi nyuma ya Fountain Gate aliruhusu mabao 54. Kwa hiyo kwa Simba sasa wakitumia hii fursa vizuri unajua unaweza ukamfunga Ken Gold goli 6. Inawezekana kabisa kama umeweka ule usirias kwenye mchezo. Lakini kama mtu ataingia na pressure ya dabi kwamba bana ngoja nipange wachezaji ambao nitunze baadhi nguvu zangu kuelekea mchezo wa dabi, basi wanaweza wakashinda goli hafifu. Lakini kama atauchukulia serious na akaweka kabisa malengo sana, jamani tuongeze gap la magoli katika huu mchezo, anaweza akafanikiwa. Lakini sasa wasiwasi wangu ndio huo kwamba kuna mechi ya dabi tarehe 25 na hiyo ungekuwa wewe kocha ungewashauri nini Dula? Tuchukue kutoka kwako. Yes, unajua ningekuwa kocha ningewekeza nguvu kwenye mchezo wa dabi. Okay. Kwa sababu unajua magoli hatakusaidia kitu kama utapoteza huo mchezo. Ni kweli. Na ndio itakuwa aibu kubwa zaidi ndani ya msimu. Maana unafungwa kombe linakabidhiwa pale mbele ya mpinzani wako. Bwana. Inakuwa ni aibu kubwa. Dula. Ndio. Mimi nitakachoweza kusema siku ya leo Jumatano tarehe 18 kwamba usiku wa deni ukawi kucha
hacha muda wenyewe utaweza kuamua kwamba nini ambacho kinaweza kutokea katika mechi hizi 3 ambazo tumepita nazo. Kesho pia ni siku tuweze kuyajua kwamba pengine haya ambayo tumezungumza yakaenda kuwa sawa au yakawa na utofauti. Utofauti kwenye upande upi, basi ndio atakuwa ni somo lingine kujadili siku ya kesho. Basi nashukuru sana ndugu yangu, asante sana. Asante sana. Husna Abdul, leo siku ya Jumatano kama ambavyo unaweza kuwasilisha taarifa ambazo unaweza kukutana nazo jana mlalio wa leo. Ndio. Upande wa Dawatini. Niwashukuru wale wote ambao tumeanza nao safari ya saa 4 mpaka pale ambako itutamatika saa 7 mchana. Bila kusahau kipuru changu mimi na Gea Habibu. Tutamalizana baadaye. Nataka kuyajua mtu mzima mwenzangu nini ambacho kinamsibu, ili hali kila kinitazama anacheka na tabasamu halimuishi. Ushaelewa Basi hivyo ulivyosema hivyo Jose, kuna mtu mmoja anakulilia na vitu kama hivyo. YouTube haisomeki. Wanasemaje? Message hizo atazisoma mwenyewe Jose Mara kwa muda wake. Kuna mtu beki ya zikabi kwa Jose Mara ndo amekuja, ila kweli. Sasa wanamjua huyo mtu. Yaani ila kweli vipi? Una wenyewe pia beki ya zikabi. Na wao pia beki ya zikabi wanasema kweli, lakini kweli watu wamekuja YouTube, utaenda kusoma kwa muda wako Jose Mara. Sintafutia lawama. Watu wamekuja YouTube kusoma kwa muda wako. Wasikutie hasa hizi YouTube zima. Mwenzangu yuko Ulaya. Mwenzake kwa nje ya nchi ndio Semara anajitunza. Waambie unajitunza. Somo Kindamba anasema Gea Habibu, naomba namba za Jose Mara. Somo huyo. Anasema kama hutojali. Mwambie hata sijali. Chajabu huyo Jose yupo hapa. Omba namba. Nimtajie namba zako. 0. Wewe tena. Gea. Tumemaliza, lakini maisha sio yanatakaje. Nafikiri ukimwona mtu anafanya shughuli zake, jaribu kuziheshimu. Ndio somo ambalo nilipata katika maisha na muendelezo wa maisha mpaka leo. Ni mambo kuheshimiana. Mtu anaweza kupambana na brand yake na nini. Utakapokuja kutoa wewe comment yako au neno lako kwa ajili ya kutaka kumchafua yule mtu kwa kumharibia. Yaani unaweza kutoa tu kwa yote, bwana mwenyewe mnafanya hivi na hivi. Na hili nimeliona majuzi. Au tuite majuzi kati. Bwana Mwingi akiwazungumzia comedy. Yani. Unajua kina Saidi wachekeshaji wamepambana sana katika kujenga brandi yao. Kabisa. Sasa naona comment ya Mwijaku au alichoposti kwamba akiwataka waboreshe brandi zao. Wao hawajapokea vizuri namna ya uwasilishaji, alivyowasilisha yeye. Hawakufurahishwa. Ndio. Kwamba wanaona kama ni watu ambao wamedhalilishwa, ili hali wakipambania maisha yao kama yeye anavyopambana. Sasa naona kila wakimjibu yule bwana naye ana majibu yake. Anazidi kuongeza speed. Sasa wao wakaamua kutoka na walichokitoka kama wamemtengenezea shughuli, kitu ambacho nimekiona kwamba bwana comedy wamemtengenezea shughuli. Mimi nimeona kama hii sio sawa. Wamesemaje bwana? Yani kama kuna tofauti wakae chini wazimalize, wamtafute kama mdau wao kama Vunja Bei hivi. Kwani shughuli imekuwa jambo lao limekuwa kubwa sana? Jambo lao limekuwa kubwa. Wamesemaje? Kwa nini niandikie sijui nini? Wanasema kwa nini utumie mata kati wino huko? Sasa uwe na kifua. Na usipocheka. Uwe na kifua gani? Sawa, kifua ninacho. Hebu zungumza nao comedy na Mwingi kwamba wamalize. Yeye mwenyewe kwa sababu amalize. Acha apambane naye. Uone na hiyo ikiendelea sawa. Ndio maana yake. Shangazi leo mbona kama umetaka ushauri? Kwangu mimi sawa. Shangazi sijategemea. Hapana, acha waende na jambo lao. Shangazi hawa vijana unajua. Ndio maana yake. Sasa kama yeye kila anaposema hivi anajifanya anajibu, hiyo inaitwa kama mbwai. Shangazi kama unatoa comment afu leo unafurahia. Ndio maana yake, yani mimi nimefurahia, sawa endelee.
Mimi nakwambia siku nyingine huyu awe na mshauri mzuri simtegemee sana. Au anipange. Akupange. Husna. Huyu unampanga mapema. Huyu ningempanga mapema. Ungempanga mapema. Ungenipanga lakini bila kunipanga huo ndio ukweli. Acha jambo liendelee. Kwa hiyo waendelee kumchamba Mwijaku. Sasa kama naye anachamba Husna. Acha waendelee. Mimi ningeomba tu swala liishe. Hapana, mimi popote walipo nawaambia naendeleeni kuchochea moto. Husna. Basi hata tia neno. Kwani kakufanya nini Mwijaku? Haja nifanya chochote, waendelee tu vijana. Shangazio kweli kuna kitu. Hapa liko namna. Hapa iko namna. Vijana endeleeni comedian. Niko nyuma yenu. Habari ndio hiyo. Sasa nataka ushauri. Sasa wewe unataka je ushauri tena hapo tena? Niko nyuma yao. Jua kina nani? Said na nani mwingine? Dul TX Dula. Si ndio hao? Jua kina nani ndio? Mimi naomba tu angeamaliza. Huko alikofikia siko. Wasifikie huko. Wewe Mwijaku ni anakupigia. Unajua kuwa wametimiza miaka 10? Unafahamu wamefanikiwa kwa kiasi gani? Attention! Kwa